Mimi kilichonipelekea kuchangia kwenye wizara hii ni kitu kimoja tu. Kuna sheria mpya hapa ameintroduce Mheshimiwa Waziri, ambaye namtaka mtu atakayekuwa na gunia moja la mkaa ni lazima akapate kibali kutoka halmashauri ya wilaya na awe na FD mashine. Mheshimiwa Mwenyekiti, labda wenzetu wangejaribu kuangalia jiografia ya nchi, maisha ya wananchi wetu yalivyo. Unapotaka kutengeneza kitu kama hiki, ina maana tutarajie ndani ya mwezi mmoja kutatokea chaos kubwa mno ya mkaa. Na je, Mheshimiwa Mwenyekiti, itawezekana? Yaani kwa kawaida itawezekana watu wasipike kweli na wasile? Mheshimiwa Mwenyekiti, wenzetu wa wizarani labda wao wanajaribu kuangalia yanayotutesa kule majimboni. Kuna majimbo mengine, Mheshimiwa Mwenyekiti, kutoka kwenye makao makuu ya halmashauri kwenda kule kijijini ni zaidi ya kilomita 200. Mwananchi anataka gunia moja la mkaa kwenye mti wake mwenyewe, kweli aende mpaka wilayani apate na FD mashine. Anaipata wapi FD mashine mtu wa gunia moja? Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kitu wala hakiwezekani wala hakiingia akilini, Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, hii vita ya mkaa toka tunapata uhuru, mkaa na kuni toka wametuachia wakoloni. Je, watu milioni 60 wanaotumia mkaa na kuni itatokea wataacha kula? Na nani ataibuka mshindi kwenye hii vita? Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa nini wizara isilasimishe hii biashara kama tulivyofanya kwenye madini? Dhahabu tulihangaika miaka 50, Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini ilivyolasimishwa leo hatuna matatizo na biashara madini. Kwa nini mkaa na kuni usilasimishwe ukaenda halali, wao wakachukua ushuru wao kwenye gulio, wakapanga kabisa pale kwamba hii miti ya serikali ikae hapa, mbao za serikali zikae hapa, mkaa wa serikali ukae hapa, mkaa wa kulima mwenyewe mti ukae hapa, ili biashara hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, iwe biashara halali. Nasema hivyo Mwenyekiti kwa sababu yeye TFS au yeye Wizara ya Maliasili na Utalii anao kweli askari wa kutosha kuwazuia watu milioni 60 wa Tanzania wasipike? Yeye mwenyewe hapa amekula chakula cha mkaa, sisi tumekula chakula cha mkaa, anayekamata amekula chakula cha mkaa. Mheshimiwa Mwenyekiti, itawezekana? Kitu ambacho hakiwezekani, lakini kuna sababu ya kupigana vita usioshinda. Leo mkaa, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa wenzetu Namibia na South Africa inaitwa dhahabu nyeusi, ni pesa. Sasa kama leo unasema kwamba huyu mwananchi tukamzuie kuchoma mkaa, na wewe unatuambia tukamwambie apande mti, anapanda mti kwa ajili ya nini? Manake sisi kwetu huko kanda ya Ziwa, Mheshimiwa Mwenyekiti, ukimwambia mtu apande mti kwa ajili ya mvua anakuona wewe ni mpuuzi. Manake tuna mafuriko miaka 2. Atakuuliza, je, unataka tupande miti ya kuzuia mvua? Manake ukiwaambia unataka miti ya mvua wanakuuliza kuzidi hii iliyopo leo, hii mvua iliyopo leo unataka izidi hapa. Ilitakiwa sisi tukawaambie panda miti ya kutengeneza pesa, ndio wananchi watapanda. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati mwingine kweli mnasema labda tunawasakama wasomi, lakini jaribuni kufikiria maisha halali ya wananchi. Jiji la Dar es Salaam, Mheshimiwa Mwenyekiti, au mji wangu wa Kahama, ukiuzuia mkaa kwa siku 4 unategemea nini? Unategemea watu wale wa siku. Maana yule mchoma mkaa hana lazima yoyote, ni mtu yuko polini, ataacha kuja kuchukua kibali. Sasa vipi hao watu wa mjini? Unataka gunia la mkaa lifike shilingi 300? Unao mkaa wewe wa kusupply? Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kitu ambacho lazima wenzetu wafikirie. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, leo Tanzania ni nchi ya 4 kwa kuexport mkaa wa magendo, na yeye TFS hajawahi kutoa export permit ya mkaa, lakini kwenye data za World Bank inaonyesha ni ya 4. Sasa unakataje kurasimisha ili upate hizo pesa, na wale wanaonunua wa magendo waje wanunue pale kwenye soko? Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, nafikiri wenzetu wataalamu lazima wafikirie sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, haiwezekani baada ya miaka 60
Kweli watoto wasome, waende wakawe mgambo wa kukamata wazazi wao, ni sawa kweli? Haiwezekani Mheshimiwa Mwenyekiti. Kazi ya elimu duniani ni kutatua matatizo. Leo wazungu wametengeneza mpaka mapapai ya miezi 6. Wazungu wametengeneza kuku wa kizungu baada ya kuona kuna tatizo la kuku wa kienyeji na mayai yapo ya kizungu. Kwa nini hawa wataalamu wasipande miti, wasilete miti ya miezi 6 ili watu wakawa wanapanda miti, wanauza kuni na mkaa? Hatuwezi kurudi Mheshimiwa Mwenyekiti kwenye eneo la ugomvi. Haiwezekani. Lazima twende kwenye pesa. Sasa ina maana sasa hivi wao wanaenda kuanza faidi. Utawafunga watu milioni 60. Alafu mnataka watu tukaombe kula. Unaweza ukaomba kula watu uliowakatalia kula. Taarifa Mwenyekiti. Karibu. Haya. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kumpa taarifa mzungumzaji kwamba kesi zote zinazohusisha misitu ni kesi za uhujumu uchumi. Sasa na mkao utaingia huko. Je, nchi hii itakuwa na nusura? Mheshimiwa Kishimba, unapokea taarifa? Naipokea kwa mikono mitatu. Endelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, najua na wewe ni graduate. Tunataka wasomi mtuletee mabadiliko. Hatutaki wasomi kuwa polisi. Tutakuwa na majeshi mangapi Mheshimiwa Mwenyekiti? Tuna jeshi la polisi, tuna jeshi la wananchi, tutakuwa na majeshi kutwa nzima. Haiwezekani Mheshimiwa Mwenyekiti. Tunataka mkao ugeuzwe kama alivyofanya Mheshimiwa Doto kwenye dhahabu. Dhahabu si tumekaa magerezani miaka 20 kwa ajili ya dhahabu, lakini hiyo dhahabu simekuwa halali. Ambao ni sahihi Mheshimiwa Mwenyekiti. Kweli twende tukawaambia wazazi wetu kwamba mnakuja kukamata shauri ya miti. Sasa wanafanya nini? Haiwezekani tupeleke uhujumu wa wazazi wetu kwa ajili ya miti. Haiwezekani Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaomba sana wenzetu wa maliasili wajaribu kuangalia kabisa maisha ya watu unapoongea. Leo jiji la Dar es Salaam Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia matumizi ya mkaa ni makubwa mno. Kwa nini kusiwe na soko tu kesi ikaisha? Wakachukua na ushuru wao pale pale. Ili iwe ni kitu huru, kila mtu apende kupanda mti. Kupanda mti ni rahisi zaidi kuliko kulima mazao. Tunaomba sana Mheshimiwa Mwenyekiti na Mheshimiwa Waziri ajaribu kutoka kwenye sheria za TFF. Maana TFF najua ndio yenye sheria ngumu sana. Na yeye alikuwa kiongozi wa TFF najua. Ni kweli? Alikuwa TFF, alikuwa kwenye mpira nafahamu. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaomba sana wenzetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna swala hili la mifugo. Tungeomba Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa wewe mwenyewe ni mwenyekiti wetu wa kamati ya viwanda na mazingira na biashara. Ya kwanza. Kwa kuwa wewe ndio mwenyekiti wa kamati yetu. Najua hiki tunachoambiwa kwamba ng'ombe kwenye mapori yale ambayo hayana wanyama, kwamba ng'ombe wanaharibu mazingira. Unaonaje tukiteuliwa wabunge 5 na wataalamu 5, tuchukue ng'ombe 100 tukakae mle porini siku 4, tuchunge wale ng'ombe, tuone physical uharibifu unaosemwa Mheshimiwa Mwenyekiti. Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Karibu Mheshimiwa Dr. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi nimpe mzungumzaji taarifa kwamba kuna model za ufugaji wa mseto kati ya wanyamapori na mifugo ambayo imeshafanywa hapa Tanzania na hata Kenya. Tanzania kuna ranch inaitwa Manyara Ranch mkoa wa Arusha. Kuna mifugo maelfu pale na wanyamapori ni nje ya wanyamapori na hatujaona madhara. Na kule Kenya kuna ranch inaitwa Pejeta Ranch na hekta 95. Kuna mifugo zaidi ya 1500 na wanyama wa kila aina hata faru weupe wapo. Asante. Unapokea taarifa Mheshimiwa Kishimba? Naipokea Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, sina nia ya kupingana na elimu. Lakini hao walimu wenu wanaowafundisha waliwahi kuchukua ng'ombe 100 wakakaa porini ndio akaandika huo uharibifu Mheshimiwa Mwenyekiti? Manake tunashinda tunazozana tu na wananchi mpaka wananchi wanaona kama nyinyi hata wabunge na nyinyi ni wapuuzi tu. Hivi kweli ng'ombe anafanyaje? Hakuna wanyama mle porini. Sawa, wananchi wako tayari kulipa, lakini watu wa maliasili wanachukua hela wanaweka ng'ombe. Kwa nini tusiende na wao tukakaa humo siku 5? Tuone physical kwamba hasa huwa kinaharibika nini? Baka tukikalia tu makaratasi Mheshimiwa Mwenyekiti na kusomewa risala, uharibifu wa mazingira, itakuja mpaka lini Mheshimiwa Mwenyekiti? Wenzetu wanatengeneza pesa.
Hatuwezi kukaa na mawazo ya makaratasi kwa sababu tu kwamba mtu mmoja amesema yeye amesoma uharibifu wa mazingira, alisomea London. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa wewe tunataka kama ulisomea London utuletee mawazo ya kupata pesa. Hatutaki mawazo ya London kuja kutukwamisha sisi. Hapana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati mwingine huwa sipendi lugha ya Msukuma, lakini kuna wakati kwenye hili inabidi niungane na Mheshimiwa Msukuma. Kweli Mheshimiwa Mwenyekiti, inauma sana. Anakuja kijana kasoma, anasema hamruhusiwi kupika mkaa, hamruhusiwi kuni uharibifu wa mazingira. Kuni si tunachukua matawi. Leo Mheshimiwa Mwenyekiti, ukitembea humu na gari usiku au mchana, wazee wamebeba matawi. Hakuna mtu anakata gogo la mti. Sasa unawakatazaje? Na hao unaowakataza ndio walikusomesha wewe, na ndio wanalipa kodi, na hiyo degree yako unaongea Kiingereza, si ndio hawa wanaotoa hela? Sasa unawakatazaje? Tulitegemea wewe umesoma uje ulete mawazo kwamba kama wazungu wanavyofanya. Mimi nimetoka Ulaya, nimekuja na miti ya kisasa inaota miezi mitatu, unakata mkaa, unauza pesa. Tunataka hivyo Mheshimiwa Mwenyekiti. Baada ya hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana, kina muomba sana Mheshimiwa Waziri. Asante. Asante sana.